Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa na salimu katika jina la Yesu. Leo napenda tukajifunze katika kile kitabu cha Esther, au tujifunze kwa ufupi story ya Esther, hadithi ya Esther. Hadithi ya kitabu cha Esther ni mojawapo wa simulizi zenye mafundisho makubwa kuhusu ujasiri, imani na hekima. Amen. Mwanzo wa Esther. Esther alikuwa ni msichana wa Kiyahudi yatima aliyekuzwa na binamu yake ambaye anaitwa Mordekai. Waliishi ufalme ambao ni ufalme wanaita ni Uajemi, ambayo ni Irani ya sasa. Na wakati huo mfalme alikuwa anaitwa Ahasuero. Baada ya malkia wa zamani kuondolewa, Esther alichaguliwa kuwa malkia mpya kwa sababu ya uzuri wake na tabia njema. Kwa hiyo unapokuwa mzuri na tabia njema, bahati inaweza kukudondokea. Lakini akuficha kuwa yeye ni Myahudi. Sasa baada ya yule Esther kuchaguliwa, kukatokea sasa hapo kinachofuata tunasema ni hatari kwa Wayahudi. Kuna mtu mmoja mwenye nguvu aitwaye Amani alichukizwa na Mordekai. Umeona, alichukizwa na Mordekai, akaamua kupanga njama ya kuwaangamiza Wayahudi wote katika ule ufalme. Kwa hiyo hata hivi vitu unavyoona vinaendelea kati ya Irani na Israeli, kumbe hata huko mwanzo Irani walikuwa wanawachukia Waisraeli. Amen. Kwa hiyo alimshauri mfalme atoe amri ya kuangamiza Wayahudi wote, amri ambayo isingewezwa kubadilishwa kutokana na nguvu aliyokuwa nayo Amani. Sasa ujasiri wa Esther. Mordekai alimwomba Esther aingilie kati, ingawa ilikuwa ni hatari sana kumwendea mfalme bila ya kuitwa. Amen. Angeweza kuuawa kwa sababu mfalme huwezi ukamwendea mpaka akuite. Esther aliamua kuchukua hatua. Alisema maneno maarufu ambayo watu wanatumia sana: nitaangamia, ninaangamia. Alifunga na kuomba, kisha akaenda mbele za mfalme. Kumbuka, funga hii inasaidia sana. Ukiwa unaomba jambo lako ukasindikiza na funga, ukajitesa na funga, lazima ufanikiwe jambo lako. Kwa hiyo kukaa na mpango wa hekima. Esther hakusema kila kitu mara moja. Aliwaalika mfalme na Amani kwenye karamu mbili. Katika karamu ya pili alifichua kuwa yeye ni Myahudi na kwamba Amani anapanga kumuua yeye na watu wake, kwa sababu Esther alikuwa Myahudi. Kwa hiyo alipofichua siri akasema kwamba anataka kuangamia yeye na watu wake Wayahudi. Amen. Kwa hiyo mfalme baada ya kupokea taarifa zile, mfalme alikasirika sana. Sasa huu tunakwenda ni ushindi wa wokovu kwa Wayahudi kwa kumtumia Esther. Amani aliadhibiwa kwa njama yake na Mordekai alipandishwa cheo. Wayahudi waliokolewa na ushindi wao, na ushindi wao ukaadhimishiwa katika sikukuu ya Purima. Kwa hiyo hapa mafundisho makuu ni yapi ndugu zangu? Mafundisho makuu tunaona kuna ujasiri, kuna imani, kuna hekima na kuna wajibu. Sasa tukiangalia katika ujasiri, Esther alisimama kwa ajili ya wengine hata kwa hatari ya maisha yake. Imani tunaona alimtegemea Mungu kabla ya kuchukua hatua. Katika hekima tunaona akukimbilia kusema kila kitu, alitumia mbinu sahihi. Na mujibu ambayo ni ya mwisho
Katika mujibu tunaona kila mtu anaweza kuwekwa mahali fulani kwa kusudi maalum. Amen. Katika hayo tuseme tu hii ni stori fupi kutoka kwa Esther. Amen. Mbarikiwe sana.